Kila kitu unachotaka mtu mwingine akufanyie kinaanza na wewe kwanza. Namaanisha furaha, upendo, amani vinaanza kwako kwanza. Unajiona vipi? Unajiongelesha vipi unapokutana na changamoto? Unajiongelesha vipi unapokuwa peke yako? Ngoja nikupe story moja. Kuna kipindi nilikuwa nimekaa tu na sichukui hatua yoyote na nilikuwa najiambia ipo siku maisha yangu yatakuwa mazuri, ipo siku kila kitu kitaenda sawa. Lakini kadri siku zilivyozidi kuendelea, nilijua kwamba hakuna mtu anayekuja kuniokoa. Nikikaa na kusubiri pale hakuna kitakachobadilika. Na ndio maana leo nataka nikwambie ukweli ambao usingependa kuusikia. Ni huu, nobody is coming to save you. Nakwambia hichi kitu sio kwa kukatisha tamaa, bali na kukumbusha kwamba nguvu ya kubadilisha maisha yako ipo kwenye mikono yako. Fikiria umeamka na njaa, chakula cha kupika kipo jikoni, badala ya kwenda kupika, unakaa na kujiambia, kuna mtu tu atakuja kunipikia. Mida inapita hakuna aliyekuja. Tatizo hapo sio kwamba hakuna aliyekuja. Tatizo ni kwamba hukunyanyuka kwenda kupika mwenyewe, na hivyo ndivyo watu wengi wanavyoishi leo hii. Tunawapa watu wengine jukumu ambalo lilikuwa la kwetu tangia mwanzo. Ni rahisi sana kusema nipo hapa kwa sababu serikali yangu haitoi ajira, nipo hapa kwa sababu sina connection, nipo hapa kwa sababu sijawahi kupewa mtaji. Lakini je, ulishawahi hata siku moja kuanza na kile kitu ambacho unacho tayari? Hiyo ndo shida ya watu wengi. Watu wengi wamekaa na wanasubiri kwamba ipo siku nitakuwa na confidence, nitaanza siku ambayo kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ukweli ni kwamba hiyo siku inaweza isifike. Confidence haiji kwa wewe kukaa na kuisubiri. Confidence inakuja kwa wewe kuchukua hatua, hata kama ukiwa unaogopa, hata kama hakuna anayekusupport. Unatakiwa uanze kujiamini wewe kwanza na wengine watafuata, lakini umeanza kujiamini wewe mwenyewe. Kuna siku nilijifunza kitu muhimu sana, kwamba hakuna anayewajibika na maisha yangu zaidi yangu. Ndiyo, watu wanaweza kusapoti, watu wanaweza kukupa ushauri, lakini hakuna anayeweza kutoa maamuzi kwa niaba yangu kila siku. Hakuna anayeweza kujenga confidence yangu, hakuna anayeweza kutimiza ndoto zangu. Mwisho wa siku maamuzi ni ya kwangu. Ni mimi mwenyewe ninayetakiwa kuamua maisha gani ninayataka. Na wewe pia ni hivyo hivyo. Inawezekana mambo hayajawahi kuwa rahisi kwenye maisha yako. Inawezekana hujawahi kupata nafasi ambazo wengine walizipata, lakini leo uamuzi ni wa kwako, kuendelea kusubiri au kuanza kuchukua hatua ndogo leo kwa kile ambacho unacho tayari. Nataka nikwambie kitu, usisubiri hofu iishe ndo uanze kufuatilia ndoto zako. Kuna uwezekano hofu inaweza isiishe. Unatakiwa ujifunze kusonga mbele licha ya hofu ulionayo. Hata watu ambao unaowaona leo hii wana confidence, unaoadmire mafanikio yao, sio kwamba walianza wakiwa na kila kitu. Walianza wakiwa wanaogopa, walianza wakiwa hawajui matokeo yatakuwaje, lakini kilichowapa imani ya wao kuanza, walikuwa wanajiamini wao wenyewe na walikuwa wanaamini kile ambacho wanachokifanya. Kwa hiyo wewe unachotakiwa leo ni kukiamini kile ambacho unachotaka kukifanya na kuweka juhudi zako hapo, na uwe consistent. Usiache mapema. Consistency ndio ambayo inayowatofautisha watu wanaofanikiwa na wale ambao wanaoanza leo, kesho wanaacha, kesho kutwa wanaanza tena. Kwa sababu lengo sio kuanza ukiwa unajua kila kitu. Lengo ni kuanza na kujifunza ukiwa njiani. Kwa hiyo ukiondoka kwenye hii video, nataka ukumbuke
sentensi moja. Hii sentensi inaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Hakuna mtu atakayekuja kukuokoa hapo ulipo. Nobody is coming to save you. Na usione hii kama habari mbaya, ione kama habari njema, kwa sababu inamaanisha kwamba nguvu ya kubadilisha maisha yako ipo kwenye mikono yako, sio ya mtu mwingine. Usikae na kusubiri bahati wala usisubiri motivation. Anza kuchukua hatua moja leo, hata kama ukiwa unaogopa, hata kama haujui kila kitu, kwa sababu yule ambaye unayemwona amefanikiwa leo aliwahi kuwa beginner. Tofauti yake na wewe ni kwamba yeye alianza, na wewe nataka leo uanze kuchukua hatua moja, kwa sababu maisha ambayo unayoyatamani hayatabadilika kwa wewe kusubiri, yatabadilika kwa wewe kuanza kuchukua hatua. Kumbuka, mtu ambaye umekuwa ukimsubiria kwa siku nyingi aje badilishe maisha yako ni wewe mwenyewe. Kama umefika mpaka mwisho wa video hii, usisahau kulike, kusubscribe hii channel na kushare na marafiki zako, na wao waanze kuchukua maisha yao serious. I love you guys. Thank you for watching.